Boys na pia kikosi chao cha kuelekea kule nchini Uganda kwa ajili ya mashindano ya Sekafa kwa umri huu wa miaka 20 chini ya miaka 20 kimetangazwa na siku ya Jumamosi na kocha wake kocha Cholo pamoja na Ibrahim Makeresa. Yote kwa yote tutaweza kuzungumza mambo mbalimbali katika hili, lakini moja kwa moja tuanzie kwa vijana kabla ya kuelekea katika masuala mengine. Timu ya taifa ya under 20 Karume Boys, na tumeona makundi ambayo yana timu 4 katika makundi mawili, lakini kundi lingine likiwa na timu 3. Kabla ya kwenda kuangalia makundi hayo, kwanza kwa ujumla kabisa tuanze kuzungumzia vijana. Ndio msingi mkuu kabisa kuelekea katika ukubwa, lakini pia na taifa kwa ujumla kuweza kufanya vizuri katika mashindano mbalimbali. Kwa kweli timu nzuri, kwa sababu makocha, kwanza tukianzia kwa makocha walobobea, Cholo ni kocha ambayo unaweza ukasema ni mchezaji aliyotokea na kuchukua kombe la challenge mwaka 95 timu ya taifa ya Zanzibar. Ana rekodi hiyo akiwa mchezaji aliyecheza karibu muongo mzima timu ya polisi na timu mbalimbali za Zanzibar na timu ya taifa ya Zanzibar, na miongoni mwa wachezaji waliowahi kupata bahati wakacheza timu ya taifa ya Tanzania nzima chini ya Mwalimu Sande Gayuni. Na vile vile ni kocha aliyesoma, amesomesheka na amepata leseni. Ni kocha nafikiri ana leseni B ama lakini chini yake pia kuna Makeresa, ni kocha hodari, mchezaji experience, ni kocha aliyesoma ana leseni B na ni kocha ambaye aliocheza klabu kubwa za Zanzibar ukichukulia kama Small Simba. Sasa utaona kwanza katika nafasi ya walimu wazuri, na nafasi ya vijana, Zanzibar ni nchi yenye vipaji vingi sana. Kwa hiyo ukisema under 20 basi hupati tabu. Ni kazi yako ya wiki mbili tu itakuwa umeshafanikisha kupata wachezaji 26 unaowahitaji. Na umetaja makundi kweli tuko kundi gumu. Tuko kundi lenye timu 4, lakini zote unaweza ukasema classic team. Maana yake tunasimama na Ethiopia, tunasimama na Tanzania bara, tunasimama na Kenya na sisi wenyewe. Na ukichukulia hapo wakati mwingine Sagezi inatakiwa timu 2 tu. Katika kundi kwenye makundi haya mawili ambayo yana timu 4 zitavuka timu 3 katika kila kundi. Alafu kundi hili lenye timu 1 zitapita timu 2. Kwa timu 8 robo finali. Basi kama timu 3 unaweza ukasema kwenye kundi nafasi tunayo. Mmoja wapo sisi tukajua nini kifanyike ili tumtoe tuingie sisi. Sasa kiujumla, kiufundi, Zanzibar ina utajiri mkubwa wa vipaji. Kwa sababu Zanzibar tunatumia culture football. Yaani hatuna room football. Yaani wachezaji wetu sisi wanacheza wameenea viwanjani. Kama Brazil, Zanzibar kama Brazil. Si watu kama wako Uingereza labda wanacheza ndani indoor. Yaani mtoto na baba yake wanakuwa ndani ya ukumbi, mtoto kafungiwa. Sisi watoto wanacheza cloud, watoto washirikiana wa mitaa, wanatafuta mtaa wenye kiwanja wanacheza. Sasa hili ni source vile vile kupata vipaji vingi, kwa sababu watoto wako huru. Kila time wanacheza mpira. Alafu kuna system nzuri Zanzibar, system ya juvenile. Central League ni system nzuri kwa sababu watoto wanakutanishwa kuwa chini ya mfumo wa kiutawala wa mpira. Kwa maana wanakuwa chini ya kocha, chini ya klabu fulani. Hawachezi wenyewe. Kwa hiyo utaona wazi malezi ya watoto ambayo mwenyewe marehemu Mzee Ija Saleh ndio alianzisha mifumo hii ya watoto. Utaona ni mifumo ya urisi mzuri na inotuletea faida kubwa. Sasa taratibu za kuwapata wa vijana, kuwaongoza, kuwashajiisha, kuwatunza ndio taratibu ambazo baadaye zinatushinda kwa uhali wa mali. Kwa sababu kutunza kitu ni hatua nyingine kubwa ambayo inahitaji uhali wa mali, lakini kukipata kitu, kukizaa kitu ni hatua ndogo ambayo unaweza ukakipata kwa majaliwa. Mwenyezi Mungu akakujalia tayari, lakini sasa swala la kukitunza mpaka kikakuletea faida ndio shughuli. Na mtazamaji wa ZC Sports na jamvi la michezo, ni kwamba muda mfupi ujao huenda tukaungana na viongozi wa kamati ya soka maendeleo ya soka la vijana hapa visiwani Zanzibar kwa ajili ya kuweza kuzungumza mambo mbalimbali, lakini pia ikiwemo namna gani ambavyo Wazanzibari wote wanaweza kuisaidia timu hii kwa ajili ya kwenda kufanikisha mashindano hayo na hatimaye kuweza kuchukua ubingwa kule nchini Uganda. Kabla tunaenda kuangalia makundi yote, kocha Lato, tuangalie timu imeandaliwa katika muda mfupi zaidi. Mashindano yataanza tarehe 29 mwezi huu wa 9, lakini ndani ya kipindi hiki kifupi timu ndio wachezaji wamepatikana. Nafasi ya kwenda kufanya vizuri ilhali ikiwa muda huu mfupi unaweza kana ukatosha kwa ajili ya kwenda kufanya vizuri. Unajua ukitizama syllabus, timu za taifa haziandaliwi kama vilabu. Timu za taifa haziwezi ukaiandaa mwaka mzima timu ya taifa unaandaa, kwa sababu zile timu za taifa zinachukua wachezaji ambao wanatoka kwenye vilabu.
Na ndio maana kuna mfumo sasa hivi vilabu vya vijana viwe vinalelewa kupitia vilabu vya Premier League. Kuwe na timu sasa ambazo Premier League zinalea vilabu vya under 20 ili hivi vilabu vi up to date, kwa tukitaka wachezaji fulani tunawafuata sehemu fulani, ili tukiwaleta sisi katika wiki zetu mbili tunafundisha mambo gani? Tunafundisha mambo matatu muhimu. Kwa kuwa hawa ni vijana, tunawakumbushia kwenye tekniki muhimu, kwa sababu sometimes wachezaji wanaweza wakawa wanafanya tekniki ambayo haina uratibu kwenye game, unnecessary technique, tunawakumbushia hapa. Alafu kingine tuna check fitness, check out of fitness, ile ability of the game. Sasa je, speed anayo? Je, ile punzi yake inatosha dakika 90? Tunakazia hapo. Alafu kingine tactical game combination, mifumo, tutacheza vipi? Tutacheza 4-3-3 na mfumo wetu tutatumia style gani? Brazilian au Spanish au kadhalika, ile style ziko nyingi, tunakazia hapa. Alafu kingine nidhamu, kwa sababu timu ya taifa inahitaji nidhamu maalum. Tunaweka kambi pale ndani ya mwezi mmoja ama ndani ya wiki mbili, mara nyingi wanakuwa tayari vijana. Timu hii ya taifa ya vijana chini ya miaka 20 imekwisha cheza mchezo wake wa kirafiki, na tuliona katika siku ya Ijumaa walicheza mechi dhidi ya timu ya taifa ya Ngombe na wakaibuka na ushindi wa mabao 2-1 katika mchezo huu ambao ulikuwa kabla ya kikosi kile kuweza kuchujwa na kupata ile cream ya watu ambao watakao kwenda Uganda na ambao watakaoingia kambini kwa ajili ya kwenda kujiandaa na mashindano yenyewe. Mechi ambayo umecheza, umeiona kocha, na kiwango ambacho umeweza kukiona, unaweza ukakieleza vipi cha timu hii ya under 20? Sasa hapa kwenye utekelezaji, wachezaji ukishakuwafundisha kwenye mazoezi kuna utekelezaji, zinaitwa try match au friend match. Sasa hapa ndio tunaweza kusema hapa kidogo bado hatujawa na nguvu ya ziada, kwa sababu unapocheza mechi za timu za taifa, basi linganisha japo na taifa moja dogo katika hali ile ile ya hali yenu. Kwa mfano tunacheza senior challenge cup, basi tafuta senior challenge wenzako katika competition. Tunacheza hii junior challenge cup hii sasa hivi ambayo wanaenda Uganda, tutafute wenzetu ambayo timu za taifa wenzetu, lakini tumekosa, tumecheza na vilabu. Sasa vilabu ukicheza navyo huwezi kupata ile power na spirit ya hali ile, specific training iendane na specific ile situation of the game. Sasa utaona wazi kuwa unacheza na klabu lakini kesho unaenda kucheza na Wakenya, unacheza na Ethiopia, ile power fulani ya vilabu sio ile unaoenda nayo. Sasa anyway, imekosekana. Mechi ile imetutosha. Wamecheza vizuri. Kwa kama imetutosha, wamecheza vizuri. Lakini realistic sasa tupate try match muhimu sana mechi za majaribio kwa gharama yoyote. Na mtazamaji, moja kwa moja tuende kuyatazama makundi ambayo yana timu 11 katika makundi matatu ambayo mataifa haya yatawana. Katika kundi A ipo timu ya wenyeji ambao ni Uganda the Hawks, lakini pia wapo Sudan Kusini pamoja na Eritrea na halikadhalika Djibouti. Hilo litakalokuwa kundi A, wakati ambapo kundi B watakuwepo Kenya, Ethiopia, Tanzania bara pamoja na Zanzibar kwa maana ya Karume Boys ambao tunawazungumzia hivi sasa. Katika kundi C yupo pale Burundi, Sudan ya Kusini na Somalia. Katika kundi A nilitaja ni Sudan Kusini, lakini Sudan yenyewe tu kawaida. Katika kundi C ndio yupo pale Sudan Kusini. Timu tatu kutoka kila katika makundi mawili ya A na B zitafuzu katika hatua inayofuata, wakati timu mbili kutokea kwenye kundi C zenyewe zitafuzu kwenye hatua ambayo itakayofuata katika michezo hii ambayo itakayopigwa kwenye viwanja vya Pace War Memorial Stadium pale nchini Uganda, lakini pia halikadhalika katika viwanja vya Gulu and Fufa Technical Center kule Njeru, yote ikipigwa katika nchi ya Uganda. Ni michuano ambayo itachezwa kuanzia Septemba 21 kumradhi mpaka pale Oktoba ya 5, ndipo ambapo mashindano haya yataweza kufanyika, huku tukiwa na timu yetu mawakilishi Zanzibar, kwa upande wa Zanzibar akiwa ni Karume Boys, ambapo kocha tayari amekwisha tangaza kikosi chake siku ya Jumamosi kwa ajili ya kuelekea katika mashindano haya. Kocha Lato umekuwa mzoefu kabisa katika mashindano mbalimbali, lakini kwa namna ambavyo unaweza kutazama timu ambazo zinapewa nafasi kubwa ni timu ya Uganda wenyeji, lakini pia na timu ya taifa ya Kenya. Kwanza ukianza kuangalia kundi la Uganda, ambapo yupo Uganda, Sudan, Eritrea pamoja na Djibouti, tunaweza tukalitazama vipi kundi hili? Labda na timu gani ambazo nadhani zinaweza zikapata nafasi ya kuelekea kusonga mbele, lakini pia kwa nini unazipa nafasi timu hizo? Kundi hilo unaweza ukasema kundi laini hilo la Uganda. Kwa nini? Kulinganisha na kundi letu. Kwa sababu Uganda inacheza na Djibouti. Haijawahi kufika nusu finali kwenye mashindano yote Afrika Mashariki. Unacheza na Eritrea, haijawahi kufika nusu finali. Lakini nimekuambia kundi la Zanzibar gumu, kwa sababu Zanzibar hiyo yenyewe Karume Boys ishachukua kombe hilo miaka kadhaa iliyopita. Kenya ishachukua kombe.
Tanzania bara vijana washachukua kombe. Ukaenda Ethiopia washachukua kombe. Kwa hiyo hawa retire wote champion umewakutanisha. Kwa hiyo hilo ni kundi la kifo. Mmoja lazima afanyeje? Afe. Lakini makundi ya wenzetu kuna wanagenzi. Kwa hiyo of course mwanagenzi akija vizuri atampindua boss. Akija ovyo ataondoka na mwanagenzi wake. Sasa utaona wazi makundi yote hayo, kundi la kifo ni kundi letu. Ukiangalia kundi C, Burundi, Sudan Kusini na Somalia. Sudan Kusini ni watu wapya na Somali tunajua ushiriki wao hauna tofauti sana na kama Eritrea, lakini pia ilivyo na Djibouti labda. Tunajisikia ambavyo kundi hilo ndio unakula pweza kizani hilo. Kwa maana yake Burundi hapa ana nafasi kubwa zaidi ya kufuzu zaidi. Sasa Burundi ni nchi ambayo iliendelea kimpira wa vijana, kutumia academy na vijana. Sasa unampanga na Somali, unampanga na Sudan Kusini ambao ni wanagenzi taifa jipya. Burundi yeye kaingia kizani na akapewa supu ya pweza. Kwa hiyo hana shaka kutafuta taabu. Burundi hana shaka. Hana shaka yote. Kanuni labda ama mambo ambayo walifanya wakaweka makundi haya. Tunaona sehemu zingine wanapanga draws zinakuwa zinachezeshwa. Hatujaona uwazi kabisa wa kuweza kupanga makundi haya. Tatizo ni nini? Sekafa wenyewe ndio ambao wanasimamia haya. Hiyo ni kweli kabisa. Hapo tumeonyesha udhaifu kwa sababu ukipanga makundi katika knockout kwanza unatakiwa uchague best team. Best team kabisa, unajua hizi cream kama 4 kama 2 kama 6 unazitoa unaziweka haziingii katika ndoo ile. Alafu kisha kuziweka separate unaziingiza kwenye ndoo hizi timu za kawaida na dhaifu. Unazivuruga sasa. Ili unaipachika pale kutaka ile cream group. Sasa sijui ametumia mfumo gani, siwezi kukosoa kwa sababu sikujua mfumo aliotumia. Lakini unaleta picha kuwa kuna makundi, kuna timu dhaifu. Lakini kwa kisasa walichochukulia wao nafikiri timu zote zinazokwenda pale wamezihesabu kama timu, hawakujali udhaifu. Hawakutumia science ya FIFA. FIFA mpaka leo watazama viwango, science yao scientific yao ya viwango. Sasa hii East African hatuna viwango vya Afrika Mashariki. Sasa kujua timu bora na timu dhaifu labda uende kwa FIFA. Sasa ukenda kwa FIFA, nchi nyingine Afrika Mashariki hazipo FIFA. Unaweza ukasema sasa nitizame kiwango wapi? Ukenda Afrika, saa nyingine unakuta hiyo Afrika hakuna timu za vijana, viwango za timu za vijana. Sasa utaona wazi wao wamebuni, na ukibuni makosa hayakosekani. Sasa hayo ni makosa yanayotokana kwa makundi yamepangwa kutumia common sense, hayakupangwa katika scientific. Labda yote kwa yote kocha, wakati tunamalizia swala la under 20, labda kitu gani ambacho unaweza ukasema, lakini pia nafasi yetu kwa ujumla sasa tuambie unaitazama vipi kuelekea katika mashindano haya? Uwezo wa kuchukua ubingwa upo? Unajua challenge ni challenge, yani mashindano. Uwezi kusema tutachukua ubingwa, hapana. Twende tukashindane, atakayeshinda ndo atachukua ubingwa. Tukaoneshe ushindani. Nafasi ipo, nafasi tunayo kwa sababu timu hizo ni under 20 hizo. Hakuna timu utaikuta kule wakubwa na 40. Ni miaka yote ya vijana. Nafasi tunayo. Sasa ama challenge ikitushinda tunaikabili tena kwa sababu haya mashindano daily kila mwaka yapo. Sasa tatizo letu sisi tunachukulia mashindano ni mwaka huu. Tatizo letu Afrika Mashariki. Unachukulia mashindano ni haya. Hupangi tena kama mashindano ni uhai wenu wa nchi nzima. Kwa hiyo under 20 hiyo ikifeli wakishafika miaka 24 kuna under 16 ndio itakuwa under 20. Tunaziandaa vipi zi under 16? Tunaandaa vipi zi under 13? Sasa hata under 13 yani wale vijana wadogo kabisa wajijue wako chini ya system nzuri ya mpira ili wakifika huko wasiwe tena wanashtushwa, kwa sababu inawezekana mchezaji anapata kocha akifika under 20, kocha wenye material, lakini kashazoea kocha wake yule wa kawaida. Sasa yeye mwenyewe anashtuka mpaka akiweka sawa ile akili yake, mashindano yameisha, hakuweza kuperform vizuri. Kwa utaratibu, mfumo, formula ndio kitu muhimu kabisa. Shukrani sana Rashid Lato, kocha huyo wa timu ya Kipanga ambaye wamepanda daraja ya ligi kuu ya Zanzibar kwa msimu huu, akiongoza kuweza kuchukua ubingwa kule katika daraja la kwanza, lakini hapa tupo akiweza kuangalia mambo mbalimbali zaidi kiufundi. Tumetoka kulizungumzia swala zima la timu ya taifa ya vijana chini ya miaka 20 kwa upande wa Zanzibar, Karume Boys ambao wanataraji kwenda kushiriki katika mashindano ya Sekafa ya vijana ambayo yanataraji kuanza Septemba 21 mpaka Oktoba 5 kwa mwaka huu, na siku chache tu zikiwa zimesalia kule nchini Uganda. Muda mchache ujao huenda tukawa na wageni kutoka katika kamati ya maendeleo ya soka la vijana hapa visiwani Zanzibar, kutokea katika shirikisho la soka
la Zanzibar ZFF. Moja kwa moja tukitoka huko sasa tuelekee katika mchezo ambao ulivuta hisia za mashabiki wengi kabisa wa soka hapa visiwani Zanzibar, mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika, CAF Confederation Cup, ambapo ulikuwa ukiwahusisha wawakilishi pekee kabisa wa visiwa vya Zanzibar, Malindi Sports Club, wekundu wa Mji Mkongwe, wazee wa hiari ya moyo, ambao wameangukia pua mara baada ya kupigwa mabao 4-1 katika mchezo ambao ulifanyika hapo jana, mchezo ambao ulikuwa ni mkali kweli kweli. Kama moja kwa moja kwanza tukashuhudie moja kati ya mabao ambayo yalitokea hapo jana, kisha tarejea hapa kwa ajili ya kuweza kutazama nini ambacho kitokea na mambo mbalimbali ambayo yatakayohusu klabu ya Malindi katika kuelekea mchezo wao wa pili. Hii ni hatua ama maandalizi ya kuelekea katika hatua ya makundi ya kombe hili kubwa kabisa barani Afrika. Kapteni kwa leo, kapteni huyo anaongoza Juma, ambaye tulia na kwanza kuja na moto. Shusha Omar sasa, piga na mpira mkubwa Omar Abdel Wahab, cheza naye hapa katikati, anaambiwa kufanya madhambi. Farid weko chini, kapteni ambaye ameingia hivi sasa, Amri Musa Jangwa. Amri Musa. Naam, na ni mchezo ambao ulikuwa umechezwa hapo jana, mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika kati ya Malindi Sports Club dhidi ya Al Masry kutokea kule nchini Misri, ambapo Malindi kama nilivyosema na kila mtu anafahamu matokeo yameangukia pua ya mabao 4-1. Mabao 4-1 ni mengi sana katika mchezo wa hatua ya kwanza, lakini pia ukicheza nyumbani. Malindi wanahitaji mabao 4-0 kule Misri. Kwanza tuanzie mchezo wa jana. Kocha, kwa namna tathmini yako, ulikuwa uwanjani lakini pia ulikuwa moja kati ya co-commentators ambao walitangaza mpira kupitia ZC Sports 1 jana. Niambie tathmini yako katika mchezo wa jana. Tathmini yangu naweza kusema kuwa mambo matatu niliyoyasoma mimi. Kwanza, kitu cha kwanza kabisa nilichokiona jana kwa upande wa Al Masry, quality of player. Na siku zote mimi nakwambia wachezaji hawa wana daraja zao kuu tatu: outstanding player, alafu kuna star player na superstar player. Sasa wenzetu walikuwa wana majority of outstanding player, sisi ordinary player. Hilo la kwanza lazima tulikubali, na ndio maana mimi siku zote natoa mfano Malindi iliwahi kufika nusu finali kombe la Afrika. Wachezaji wake walikuwa wanacheza Malindi, nikikutajia ni national team tupu. Ukimwanza kapteni Sheikh Hamisi mpaka ukiwamaliza kina Bausi, wote ni timu ya taifa tupu. Ukienda kina Malitoli, ukienda siji kina nani walitoka Tanzania bara, utakuta wazi kuwa ni wachezaji quality kabisa, kina Lunyamila hao. Sasa ukisha kutafuta quality, unamtafuta kocha, unatafuta mashindano. Sasa hivi ndio tunaanza. Watu lazima wajue, wasikate tamaa. Tunaanza sasa, kwa sababu tulipotea mpira wa kimataifa Zanzibar, tulipotea, tutake tusitake kweli. Sasa ndio tunaanza, lakini tukiwa sasa tuna mwaka wa 10, tukiwa tunashindana na vilabu
hatujaingia hata raundi ya pili. Safari hii tumeingia mara ya kwanza hii kwa in competition. Ukiacha JKU iliingia kwa kuwa haikushiriki. Sasa in competition tumeingia sasa. Hili ni somo kwa vilabu vyetu. Licha ya kuwa wanahudumu mpira, wanatakiwa wahudumu uchumi wa mpira, namna gani ya kuingia kwenye soko la mpira. Kwa sababu sasa hivi soko la Tanzania bara limetuangusha. Mchezaji mzuri yoyote anaochezea klabu ya Zanzibar anachukuliwa. Mzuri yoyote anaongea Malindi anachukuliwa. Simba, Azam, wapi. Sasa ile sasa tunaona sifa, okay, product tunazalisha. Lakini je, sisi wenyewe wale wanaofanya ile kazi sasa ya kupambana kimataifa wanao uwezo huo? Tumeona sifa kidogo tu kwa Fire. Mimi naweza nikaipongeza Fire mwaka jana. Tumeona key player wao walivyoisimamisha Kaizer Chiefs. Irika nani wote, kwa sababu zile timu za vikosi zinakuwa ngumu mchezaji kuhama. Lakini timu zetu hizi za kiraia dakika nyingi mchezaji anahama. Tumemwona mchezaji bora kabisa center half ile ya Malindi ilikuwepo ligi ya mwaka jana, iko wapi? Prime back. Yupo. Sasa utaona wazi kaondoka mazingira magumu, timu inataka kucheza. Sasa utaona wazi soko kwanza lile la mpira wenyewe wa vilabu vyetu limeanguka. Hilo la kwanza liliona jana. La pili, experience competitions. Usikubali. Mazoea ndio yanojenga tabia. Ukizoea kucheza na timu dhaifu, huwezi kucheza na timu kali. Sasa experience competition. Zamani ile ligi ya Muungano ilikuwa inatusaidia sana. Vilabu bingwa vya Zanzibar vinacheza na vilabu bingwa vya bara. Kwa unamaanisha maana yake ligi ya Zanzibar ni dhaifu, vilabu vyake vinapambana. Si ligi dhaifu, lakini bado tuna mpira wa domestic football, yani mpira wa ndani tu. Unapocheza na timu kama ile iliyokusanya wa Senegal wamo, wa Ivory Coast wamo, wachezaji 6 wa timu ya taifa ya Misri ile. Wamo mle wachezaji 6 wa timu ya taifa ya Misri. Unapocheza unakusudia nini wewe wakati huna hata timu ya taifa ya Zanzibar mchezaji wako mle ndani? Kwenye Malindi. Mchezaji anacheza timu ya taifa bana. Hakuna. Sasa utaona wazi kuwa ushindani haujautengeneza. Haina maana ligi. Ligi ni hatua ya mwisho. Ligi ni hatua ya mwisho, unamtoa bingwa bora kutoka kwenye ligi bora atacheza na mabingwa zake. Hiyo ni hatua ya mwisho, tunakwenda kutengeneza ligi. Lakini hatua ya kwanza tuweke soko la mpira linalokubalika ili tupate wachezaji quality ambayo vilabu vyetu vio vinaweza kugombania mchezaji. Simba na Yanga, Azam na sisi na timu zile za vikosi tunaweza kugombana nao, kwa sababu timu za vikosi hatuwezi kugombana nao wachezaji. Wachezaji wakimtaka watamchukua kwa sababu watampa ajira. Wewe timu ya kiraia huna ajira ambayo inashindana kule. Kwa hiyo kwanza competition ya kuhakikisha soko la mpira, lakini la pili ile material of competition yenyewe iwe experienced, realistic, kwa sababu huwezi kucheza na Simba ukawa unacheza na paka ndio mazoezi. Lazima mazoezi uchukue na technique za Simba. Timu yetu ya Malindi kibule bure icheze na Angola vya kao. Kibule bure tu mechi za kirafiki icheze na Simba. Kibule bure tu icheze na Gor Mahia. Alafu specialist inakwenda kucheza na Almasi. Utakuta watoto hawana, kwa sababu kiupeleleza ule mpira utaona wazi watoto waliingia na tension. Na ukiingia na tension unapata nervous. Na ukipata nervous huna material. Huwezi kumsikiza kocha, huwezi kumsikiza watu wakati wewe muoga. Ile bunduki unafyatua ukiwa muoga, unajipiga mwenyewe. Kitu ambacho kilionekana kwa wachezaji wengi wa Malindi, labda kwa upande wangu, mtu ambaye nilimuona kidogo alikuwa na uwezo ambaye ana hali ya kujiamini. Ukimwondoa alikuwepo Ame Luiz Abubakar, lakini pia na Imo Mkoko, na ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wanajiamini zaidi katika akiwa ile confidence ilikuwa nayo sana. Labda Mkoko amepata experience yake katika mashindano yale ya Gabo sana, lakini pia Ame Luiz labda kulingana tu na experience yake aliweza kuicheza. Lakini wachezaji wengine akiongozwa hata na nahodha ambaye alikuwa kwa upande wa jana Bakari, wote walikuwa out of play. Sasa hapa tusiwaseme, bali hapa tunawajenga kuwa walikosa confidence. Walikosa confidence kwa sababu walikosa experience of competition. Walikosa experience competition kwa sababu ya yenyewe ile formula ya competition. Wakimaliza ligi timu zetu wamemaliza. Hakuna timu ambayo inaandaliwa kwa mashindano ya kimataifa. Aina mabao ambao walikuwa wakifungwa walikuwa kama wanajisahau. Ndio experience ile, kwa sababu mabao waliofungwa yote yanaitwa nearby offside law. Yaani mabao ambayo unahisi jirani na offside. Psychology wachezaji wanahisi jirani na offside. Sasa ile ni tactical discipline of defensive. Wakati gani offside? In moment is a ball played. Wakati gani mchezaji anakuwa offside? Ku-apply ile defensive rule. Under discipline kwa huu sasa mpira ushapigwa, si offside tena, turudi material.
Sasa ile yote unaipata kwa nini? Kwa experience ya kucheza mechi kubwa kubwa, kwa sababu wale wanaitega vile kwa sababu ni experience wale wachezaji. Ndio maana ingekuwa Malindi mfano wanacheza na timu zetu hizi na JKU mfano, usingeziona offside zile kwa sababu wale JKU kwa uwezo wao wasingeweza kuzitumia zile. Lakini wale umeziona hii mbona obvious offside kwa sababu wale tayari yuko game awareness, full concentration. Yaani yeye makini kabisa na anauangalia mpira wapi ulikopigwa kule. Sisi tunauangalia mpira ushafika hapa kichwani. Unaona? Sisi tunauangalia mpira kichwani, yeye yule mchezaji Al Masry anauangalia ile first touch ya midfield kwa sababu ule mpira wote magoli yote matatu is the same. Yamepigwa midfield long ball inaingia, defense inasimama, mchezaji anapita peke yake. Yaani magoli ambayo yanafanana. Yote yanafanana. Kwa hiyo ile ni experience. Si makosa kusema utawatoa makosa. Na ndio maana walivyogain kipindi cha pili Malindi wamecheza vizuri. Lakini wapi? Itakuwa game ishamaliza game hizo. Na mara baada ya mchezo huo ZC Sports tulipata nafasi ya kuweza kuzungumza na kocha msaidizi wa kikosi cha Malindi Saleh Ahmed Machupa, na haya hapa ndio alikuwa yale ambayo alikuwa ameeleza mara baada ya mchezo huo. Yeye anaamini kwamba atavuka katika hatua ya katika mchezo ujao kule Misri. Kwa kweli mchezo ulikuwa mzuri na kaida mchezo unavyokuwa, mchezo ni mpira ni mchezo wa matokeo, kwa hiyo tumepata matokeo ya kufungwa na sisi tunaheshimu matokeo. Ni kweli kwa sababu mpira ni plani. Kwa hiyo ile ilikuwa ni plani yetu. Kwa hiyo kuna wachezaji ambao mlikuwa hamkuwaona. Kwa hiyo ni plani ya mwalimu pamoja na benchi yake ya ufundi. Kwa hiyo kuna wachezaji lazima waanze, kuna wachezaji lazima waingie baadaye. Kwa kweli ni timu imesema naheshimu, lakini ni mechi ya kawaida sana ilikuwa, lakini huwezi kufungwa kama hujafanya makosa. Kwa hiyo makosa tulofanya yote ukiyatazama magoli yote ni aina moja. Kwa hiyo tumekiona hicho kitu, tumewaona na wao jinsi wanavyocheza. Basi na sisi tutajipanga. Mpira wa matokeo unapata popote sasa hivi. Sasa hivi hakuna nyumbani lazima utashinda. Sasa hivi unashinda nyumbani, unashinda ugenini. Unafungwa nyumbani, unafungwa ugenini. Kwa hiyo mpira wa mchezo wa matokeo. Hamna kosa. Yaani kama wanamaanisha ni kwa ni offside, ulikuwa hakuna goal offside. Ule ni mpira ambao wa kisa hivi. Isipokuwa anasema makosa tumeyaona kwa sababu sisi wenyewe tu hatukuwa makini, kitu ambacho tulikitrain tulikipanga sababu tulikuwa tunajua wanacheza aina hiyo, lakini tulikosa makini kidogo tu. Kwa hiyo ndio maana anasema tumeona wanavyocheza, basi tutaongeza nguvu yetu zaidi na tutaenda kupata matokeo Al Masry. Nafikiri utakuwa wetu sisi hakuna tena wao hakuna, kwa sababu hata na wao mechi hiyo kuna kitu ambacho kina wakwaza, ambapo mechi ambayo itakuwa na wao kwa upande wao hawaruhusi kuingia mshabiki wote uwanjani. Kwa hiyo tutakuwa sisi na wao. Kwa hiyo itakuwa mechi nzuri. Naam, ni Saleh Machupa huyo kocha msaidizi wa klabu ya Malindi ambao jana walifungwa mabao 4. Kwanza tuna kawaida ya kuaminishana kabla ya mchezo, ukizungumza na makocha anakuambia mchezo utakuwa ni mzuri, wao wana wachezaji 11, sasa 11, tutakwenda kupambana, tutapata matokeo. Hili makocha huwa kwa nini hamui wazi? Kwa mfano sasa hivi kwa baadhi ukiwafuata watasema kwamba wale hawakuwa size yetu. Kabla ya mchezo na kwa haya hayapo. Sasa kuna vitu viwili hapo. Ukisema wale walikuwa si size yetu, si umeshaona practical. Inawezekana theoretical ukasema wale sawa na sisi. Sawa na sisi, lakini practical ukaona kuna vitu vingi vimekuzidi. Kocha ukamuelewa, ukasema timu imetuzidi. Kusema ukweli kubwa. Lakini ile sasa ni individual talent. Kusema kocha anaweza kusema ukweli, aseme ukweli, hiyo ni mwenyewe kocha binafsi. Hakuna formula, hakuna system kusema makocha lazima mseme uongo. Hiyo ni mwenyewe. Ikawajua mwenyewe atasema, kila kocha atasema kwa upande wake, ile vision yake, falsafa yake na elimu yake kwa ujumla. Kila kocha anasimama kama ni personal attitude. Sasa uweze kusema makocha, hakuna dhambi ya jumla kwenye makocha. Ndio maana anafukuzwa huyu, anaitwa huyu, afukuzwa huyu. Lakini naomba uniku vizuri, sijasema waongo. Hamui wazi katika kuelekea kwenye sababu wote. Ndio maana nakwambia si wote, baadhi ya makocha. Baadhi ya hiyo kweli. Baadhi ya makocha na ile kujikweza, wakati mwingine lazima ujikweze kutafuta mass kidogo. Usijiangushe mwenyewe. Lazima ujikweze, utafuta watu wa kuangushe. Sasa utasema sasa ndio watu waweze. Lazima ujikweze. Sasa hiyo anyway. Mchezo wa marudiano kati ya Malindi na Al Masry utapigwa kule Suez, ambapo itakuwa ni tarehe 28 ya mwezi wa 9, wiki mbili tu kutoka
hivi leo, na mchezo huo utapigwa kwenye dimba hilo la Suez, lakini hakutokuwa na mshabiki wowote ambaye atakayeruhusiwa kuingia uwanjani. Nafasi ya Malindi katika mchezo huo wa pili, kwa namna ambavyo umeweza kutazama, ushindi wa mabao 4 utaweza kupatikana, lakini kwa mujibu wa kocha Machupa amesema kila kitu kinawezekana, na kweli kwenye football chochote kinaweza kutokea. Kwa namna ambavyo umeona, Malindi wana nafasi ya kuweza kuchomoka. Nafasi inakuwa riski, haina percentage kwa sababu goli nyingi sana. Mashindano haya ya kimataifa, kwanza msingi wake kucheza vizuri uwanjani nyumbani. Haya ya kimataifa dunia nzima, mambo ya kupindua meza inatokea ni very rare sana. Sio sana, so labda mechi 3, 6, 7 zote utapindua meza. Unashinda kwenu, unafungwa ugenini. Unashinda kwenu mpaka hesabu zinakamilika. Unaweza ukashinda ugenini, lakini ni mara chache sana. Sasa kama Malindi wanatakiwa watimize kwanza wajibu wao. Waende wakapambane. Matokeo wacha time iongee. Ikifika siku ya mechi tutajua majibu yaliyopatikana. Lakini waende wakapambane kwa sababu watimize, kwa sababu haya mashindano ni ya nje na ndani. Wamecheza ndani wamefungwa 4-1, waende nje. Wanaweza wakashinda 3-0. Wakishinda 3-0 wameingia wao. Kwa hiyo of course 3-0 atakuwa matokeo 4-4, watakuwa ndio wameingia wao Malindi. Watatoka kwa goli gani? Watatoka kwa goli wao wamepata 4. Sawa. Basi 4-0. Wapate ni ambao Malindi pekee watakaoweza wanaingia moja kwa moja. Sawa. Na mtendo tukatazame matokeo ya michezo mingine kule Dar es Salaam. Azam FC na pia wameukapua mara baada ya kutandikwa 1-0 na Triangle United kutokea kule nchini Zimbabwe. Na matokeo mengine ambayo yapo pale Jordan, kama tutakuwa wamekaa vizuri tutaweza kutetea matokeo hayo ambayo yametokea. Azam na pia imefungwa nyumbani 1-0, lakini siku ya Jumamosi tuliona Dar es Salaam Africans ikienda sare ya 1-1. Vilabu vya Tanzania katika mashindano haya yamekuwa hofu. Matokeo ndio hayo. Bado wenyewe wametoka sare, wametandika timu ya CS Sfaxien ya kule nchini Tunisia mabao 3-1. Moja kati ya klabu bora kabisa katika ukanda huu wa Afrika, lakini jana wametandikwa mabao 3-0, wakati ambapo mchezo mwingine kama ambavyo unaweza kuona hapo timu ya Saura yenyewe imekwenda sare bila kufungana dhidi ya San Pedro. Kocha, tutazame kwanza kabla ya kuelekea kutaja matokeo mengine namna ambavyo Azam wanao pia wamepoteza katika siku ya jana. Hii naweza tukasema ni challenge inayohitaji kukabiliwa kwa jicho la mbali sana, kwa sababu zile nchi zilizokuwa zinatoka timu dhaifu sasa hivi zimeendelea, kama Botswana, utakuta Rwanda, zamani zilikuwa zina timu dhaifu tu, Mozambique kwa vilabu. Hata ukienda Seychelles, ukienda sijui Madagascar, sasa hivi vilabu vyao vinakuwa very strong kwa sababu mpira ni biashara. Wenzetu wawekezaji wameibuka wengi. Sasa swala la kuwekeza kwenye mpira ni swala la lazima ili kupata wachezaji bora. Sasa hachezi majina, haichezi sisi Azam bwana. Ukiwa unashindana na mtu mwingine ambaye humjui, sangine ameshawekeza, yuko kwenye uwekezaji, atakutoa jasho. Kwa hiyo cha muhimu hapa ujue wazi kwa kombe hili la klabu bingwa Afrika ama kombe la washindi linashirikisha nchi ambazo zina mabadiliko ya kimpira. Kwa hiyo swala hapa ni seriousness iongezwe. Shukrani sana kocha Lato, na moja kwa moja mtazamaji, kabla ya kuelekea mapumziko twende mapumziko, alafu kisha tarejea hapa kwa ajili ya kuzungumza ligi kuu ya soka ya Zanzibar ambayo imeanza kutimua vumbi lake weekend siku ya Jumaa iliyopita, lakini na mambo kadha wa kadha yametokea, ikiwemo kocha Lato wenyewe. Moja kati ya masuala haya yanamhusu, moja kati ya jambo kubwa kabisa ambalo limetokea kwa mara ya kwanza kabisa katika visiwa vya Zanzibar. Tupate mapumziko mafupi kisha tarejea hapa kwa ajili ya ligi kuu ya soka ya Zanzibar kumalizana na kocha Rashid Lato, kisha mara baada ya hapo nitakuwa na mgeni kutoka katika kamati ya soka la maendeleo la vijana kuweza kuzungumzia juu ya timu ya taifa ya Under 20 ambayo inataraji kwenda kule nchini Uganda kwa ajili ya mashindano ya Sekafa. Usiondoke mtazamaji.
Tumerejea tena mtazamaji, hili ni Jamvi la Michezo. Mimi ni Khalid Omar, nipo na kocha Lato moja kwa moja kwa ajili ya kuweza. Sasa hivi tuitazame ligi kuu ya soka ya Zanzibar ambayo kwa mara ya kwanza kabisa imeweza kuchezwa ama imefunguliwa pazia lake chini ya shirikisho la soka hapa Zanzibar ZFF, ikiwa na mechi ya kwanza ilikuwa ni kati ya KMKM dhidi ya timu ya Taifa ya Ng'ombe, ambapo KM waliweza kuibuka na ushindi wa bao 1-0. Lakini michezo mingine ambayo ilipigwa, Zimamoto wenyewe aliitandika timu ya Jamhuri mabao 5-0. Alikadhalika pia SLM View kule Pemba wakapigwa mabao 2-0 na JKU. Mchezo mwingine ulikuwa ni kati ya Mwenge ambao nao pia wakaitandika Mafunzo bao 1-0. Mchezo uliopigwa katika uwanja Mau siku ya Jumamosi ulikuwa ni kati ya KVZ dhidi ya Kipanga ambao kaenda sare ya bila kufungana. Kocha Lato, kwanza kabisa tuanzie katika mchezo ambao umefanya watu wengi zaidi kuweza kujiuliza maswali mbalimbali. Mchezo kwanza kati ya KVZ dhidi ya Kipanga. Ni kocha wa Kipanga ambao alikuwa uwanjani ukiongoza kikosi chako. Kabisa kwanza umenichekesha. Naona umeanza mbele afu turudi nyuma. Sio kwanza mbele nani mwanzo. Tuanzie hapa Tuanze mwisho. Kwa hiyo tuanze mwisho. Hapa mwisho. Tutarudi huko kwanza. Kulingana muda na sio huko. Haya. Kwanza mchezo kwa nini ulichelewa kwanza? Mchezo unajua unakutanisha vitu vitatu. Mchezo unakutanisha timu A, timu B na katikati ya mchezo kuna waamuzi, match commissioner na waamuzi. FA inatoa ruhusa kwa maana kwa ratiba na mipango yote ya miundombinu, uwanja na kadhalika. Sasa mchezo umechelewa kwanza, kulikuwa na mambo ambayo mimi naweza nikasema ni mambo ya mwanzo. Unajua mwanzo huwa mgumu. Kuna taratibu mpya ambazo ni nzuri. Narudia tena kauli yangu. Mimi ni mtu ambaye napenda mabadiliko. Mimi naipongeza sana ZFF kwa sababu inakwenda kama dunia inavyotaka. Na ndivyo utaratibu. Huwezi kujitengea kisiwa kwa unaenda wewe kivyako kama Papua New Guinea. Kwa mpaka leo unapula watu. Uende kwa taratibu za dunia. Sasa ZFF imekwenda kwa taratibu za dunia, ni hongera sana. Lakini utaona wazi mabadiliko yana challenge zake. Sasa ile form yetu sisi watu wawili picha zao hazima. Ile form yao KVZ mtu mmoja kaandikwa asicheze. Of course. Sasa pale kilichogomesha mchezo usianze, referee anasema sasa nitakukagueni vipi? Sasa kwa mimi maoni yangu ingekuwa labda kuna mtu mwenye mamlaka ya ule mpira. Mamlaka ya mpira ni FA. Ingesema hii mechi ichezwe au hii mechi wewe na wewe msicheze, hebu chezesheni hawa na huyu. Lakini sasa tulikosa mtu huyo, ikabidi match commissioner akawa anangojea ruhusa hiyo. Naam, mara baada hapo mchezo ukachezwa, hatimaye dakika 86 mchezo ukamalizika. Na tukaambiwa kwamba pale uwanjani katoa taarifa siku iliyofuata, kwa maana ya jana Jumapili mchezo ungechezwa kuanzia majira ya saa 3 asubuhi kwa ajili ya kumalizia dakika 4. Siku ya jana tukapata taarifa zingine kwamba mchezo umeahirishwa na timu, kwa maana nyinyi Kipanga na KVZ mmekubaliana kugawana point. Hilo alipo la kusema tumekubaliana. Ila alipo kwa maana sijaliwahi kulisikia, sikuliona. Kwa hiyo na kawaida ongea kitu ulichokiona ama kukisikia. Ndio kawaida. Hata ulichokipapasa pia usiongee. Una uhakika nacho. Nilichokiona mimi. Referee amemaliza mchezo akasema bado dakika 4. Sisi tukasema tutaendelea na KVZ wakasema wataendelea. Wakatoka referee kwenda kikao cha match commissioner. Sasa kawaida match commissioner akikaa na referee, matokeo yake hayaletwi kwa makocha. Matokeo yake yanaletwa kwenye management. Kwa sababu makocha huku Afrika Mashariki si mameneja. Kwanza ukubali hilo. Yeye ni kocha. Kuna mameneja, kuna makatibu na wote mle wanaandikwa kwenye fomu. Sasa wale management ndio wataliongelea na kulipambia na kulitia nyama, kwa sababu wao ndio walikwenda kwenye kikao. Kwa hiyo sisi tuko kwenye department ya technician, tunaambiwa tu, bwana asubuhi mechi mimi natayarisha wachezaji naenda. Kwa sababu ninavyojua mimi kwa uwezo wangu mdogo wa kufahamu, kanuni zinazoruhusu mpira urejewe zile zinazotoka nje ya mchezo husika. Mvua, hatarisho la kiusalama, uwanja mbovu umeharibika, matatizo ya nje. Uongozi wako alikwambia kwa nini hakupeleka timu jana? Kama unapata taarifa kutoka kwa manager. Haikuja official kwa sasa tupeleke timu. Kwa hiyo hilo la kupeleka timu pia sijalisikia. Kwa umeambiwa nini ambacho kimetokea mchezo kumalizika? Mchezo umemalizika. Basi. Ndio taarifa ambayo umepewa. Nayo mie. Mchezo ule na KVZ point moja. Umeridhika kwa hilo?
Mchezo umemalizika sasa. Umeridhika kwa Kama hilo? ukuridhika ile yenyewe mechi nzima. Umeridhika kwa hilo? Nimeridhika. Sawa, naam. Shukrani sana kocha Lato kwa namna muda wote ambao tulikuwa hapa tukizungumza mambo mengi mbalimbali. Tumezungumza juu ya timu ya taifa, lakini pia tumezungumza mashindano ya klabu bingwa kombe la shirikisho barani Afrika, lakini pia hili la kwako ambalo limekusibu katika siku ya juzi katika mechi yako dhidi ya KVZ. Shukrani sana kwa muda wako, lakini mtazamaji, muda mfupi ujao nitarejea hapa nikiwa na Manyama ambaye ni moja kati ya viongozi wa kamati ya maendeleo ya soka la vijana. Muda mfupi tu kutoka hivi sasa kwa ajili ya kuizungumzia namna